Karibuni katika somo la maandiko ya siku ya leo katika kitabu cha Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati, mlango ni Mambo ya Nyakati wa pili, mlango ni wa 5, aya lake ni 11 mpaka 14. Second Chronicles chapter 5 verses 11 to 14. Second Chronicles chapter 5 verses 11 to 14. Biblia za Kalenjin ni ukurasa wa 422. Atepta betusiek nebo oeng. Kurgenyi ko 5, koitenyi ko 11 agoi 14. Namini mmepata? Yekakenyoru, kaunyoru page 422. 422. Page 422. Akingomong tisik eng ole tilil, amu tisik tugul chekimi yoto ko kikakotililgei amarib ripsosiekwak. Akitononso Lawik akichek chekityenik ichek tugul, che choto ko Asap, Eman, Chetutum ak werikwak ak tupchosiekwak. Kolochi katanisiek chekororonen ako tinye sanisiekab sugunonik chekibire ak kibugandinik ak ketubosiek eng komastab kongasis nebo kaptisisiet. Ak kimi koboto ichek tisik 120 chekuteriakok. Ak ingoyomogei biik chekuteriakok ak tyenik koek agenge sikotyen cheet agenge, kekas eng kalosunet ak komwochi Jehova kongoi, ak ingotyen eng kutit neo eng iriakok ak sanisiekab sugunonik ak kibugandinikab tyenwogik, ak kolos Jehova kole, amu mie inendet ako koi kenyirirenosiek akobo koi kenyirirenenyi, koinyanyun boldet noto kotab Jehova. Nematakomuch tisik kotononso kobois amu boldanoto. Amu kinyililindab Jehova kotab Kamuktaindet. Mniruhusu nirudie haya la 13. Ak ingoyomogei biik chekuteriakok ak tyenik koek agenge, sikotyen cheet agenge, kekas eng kalosunet ak komwochi Jehova kongoi,
ak ingotieni ngutit neo eng iriakok ak sugunonikab ak sanisiekab sugunonik ak kibugandinik kaptienwogik ak kolos Jehova kole amu mie inendet akobo koigeny rirenenyi konyi kot anyun boldet noto ko kotab Jehova. Ongeza Baba nenyo Jehova ing tekisto neo amu kimi taitab laitoriat. Amwae kongoi amu tuiyoni kaiyum Jehova, tuyet nebo biik chekikochopchigei bandab kipsengwet, tuyet nebo biik Jehova chekikur eng mugulelwekwak. Yatononi eng taitab tuiyoni ko chekuk logoiwek chekasoman, asome Jehova ale imwaite logoiwekuk. Ngochorgei kimnatetab kipsengwet boldet Jehova, nguni kachorgei kangokakotien biikuk Jehova eng betut nekikiitu moinget. Nyo siyai nemie eng tuiyoni amu kasome eng kainet nebo Jeiso ne Kotiokindenyo. Amen. Tumesoma andiko ambayo imeandikwa ama imetimika wakati wana wa Israeli walipoleta chombo ambacho ilikuwa imewekwa ile akano ambayo ama ile sanduku ambayo sheria ya Mungu ilikuwa imewekwa. Kuna wakati hii chombo ilipelekwa katika nchi ya Wafilisti na ikakaa kwa hiyo nchi kwa muda wa miaka mingi, na ilifika wakati ambapo ilirudishwa katika nchi ya Israeli, ilo sanduku la sheria. Na wakati ilipofika, wana wa Israeli walijiandaa ili waipokee hiyo sanduku ya amri 10. Na wakati walipojiandaa, makuhani walijitayarisha, waimbaji walijitayarisha, na kila mtu katika nchi ya Israeli alijitayarisha ili wapokee hiyo sanduku la amri 10. Na pahali ambapo tumesoma ni siku ambayo hiyo sanduku imefika na mkutano imekutana ndio wapate nafasi ya kuipokea. Na wakati walipokusanyika, tumesoma katika haya la 11 kwamba makuhani waliaja kasi sao na sehemu ambao walikuwa nabidi wahudumu, na wakakuja katika mkutano ili mkutano ipate kuwa moja. Katika hiyo mkutano kulikuwa na watu sambuli 4. La kwanza ni makuhani, la pili ni Walawi, la tatu ni waimbaji, na la 4 ni wana wa Israeli ambao walikuwa ni watu ambao ni washiriki. Na wakati hao walipokuja pamoja, kuna sehemu ambayo nataka nihimize siku ya leo. Ni sehemu ya wimbo ambao uliimbwa. Tiendo nekikitien eng betunoto. Kao kasole kimeto kipsosiek kwak tisik. Kobwa akichek lawik chekicham koribe kotab Jehova. Akitya kobwa akichek tienik chekicham kongen kotien tiendo nerure. Akobwa biikab Israel aketien. Najua kuna vyombo ambao ilitumika pale. Kulikuwa na piano, ngawaje piano haikuwa haijafika siku hizo. Vyombo vyote vya muziki ilikuwa pale. Lakini kuna sehemu ambayo nataka tuishike siku ya leo. Na sehemu ya kwanza ni umoja wa ibada. Kibagenge nebo utishet. Na hiyo tumesoma katika haya la 13 ya kwamba akingoyumgei biik chekute iriakok ak tienik, biik chekute iriakok ni wale ambao wanacheza hizo vinanda, na tienik ni wale ambao wanaimbisha wimbo. So wakati walipokuwa moja, na ujue pale mwanzo katika haya la 11 ni ya kwamba hawa watu wote walikuwa wamejitakasa. Wakati hii sanduku ya sheria ilipokuwa inaletwa, watu walihimizwa ya kwamba inabidi mjitakase. Otililge sio watu yet
Sasa wakati walipojitakaza, wakajiandaa kwa ajili ya siku, na nataka tuelewe ya kwamba hii sanduku ya sheria ilikuwa imeleta shida. Kwa sababu wakati ilipopelekwa katika nje ya Wafilisti walitatisika. Kuna wakati waliweka hiyo sanduku katika jumba la idol yao ambayo ilikuwa inaitwa Dagon. Na wakati waliamka asubuhi, hiyo ilikuwa imeanguka. Hiyo sanamu ilikuwa imeanguka mpaka hiyo sanamu ikafunjika. Na kuna wakati Wafilisti walishikwa na magonjwa. Wakati waliposhikwa na magonjwa, wakajiuliza kwamba hii ugonjwa imesababishwa na nini? Wakaambiwa imesababishwa na sanduku ya amri 10 za Mungu ambayo iko kati yenu. Sasa wakaamua warudishe hiyo sanduku. Na wakati walipokuwa wanarudisha, wakaweka ng'ombe ambao waliunganishwa, na hao ng'ombe wakapeleka hiyo sanduku mpaka nje ya Israeli. Na wakati ilipofika, kwa sababu ilikuwa imekuwa muda kabla hawajatumia hiyo sanduku, wale makuhani ambao walikuwa wanajaribu kupeleka, 2 kati yao walishika hiyo sanduku wakakufa. So kukango itu sanduku ni emetab Israel komi kamuiset neo ak orogenet neo ole kinomdoi kiyoto. Kwa sababu imewatatiza Wafilisti, imewaua wale ambao walikuwa wanaleta, na hata wale ambao walikuwa wanajaribu kulishika siku hiyo walikuwa wanajihadhari. Hata wale ambao walikuwa wanakuja kwa mkutano walikuwa wanakuja wakiwa na uoga. Amui ngot koit kin kakobar biik kekonye kenam kiyoto man. Mokonye kiyoin kaitin corona kukimakekonye akot kingokat kokito komekonye amu kimi meet corona maunoto. Koko sandukuni kokimatokonye chi. Amu kokobar Wafilisti kingolin, korone kakobar biik chikoibu, korone kakeib konyo kaa ketepto ano kiniiboti meet neunoto. So wakati hiyo sanduku ilipofika, naamini hata hii ibada yenye imefanyika hapa ni ibada ambayo kila mtu alikuwa amejitakasa. Angot komi tuye nekikiyai nekitililen biik kotuyon. Noto amune makuhani waliacha viti vyao na wakashuka. Walawi wakaacha sehemu yao na wakashuka. Na wakakuja kuungana na waimbaji na wakaanza kusifu Mungu. Kumaanisha wakati unapokuja kwa ibada, hakikisha kwamba moyo wako ni takatifu. Itilil muguleldangu. Yenyone tuyet age tugul ne iwendi nebo Jehova, igany kotililil muguleldangu asinyoru berurto nebo tuyet ak inyoru borotetab tuyetab Jehova. Sikia hii, wacha nirudie 13. Nitarudia hapo mpaka usikie. Kuna ile wimbo imesema kwamba rudia mpaka nini? Umesikia hiyo wimbo ikiimbwa kila wakati? 13. Akingoyumgei biik chekute iriakok ak tienik koek agenge. That is the unity of music. Kingoyumgei biik chekute iriakok, chebute gitaa, chebute piano, chebure sikutit ak koek agenge ak tienik. There should be oneness in music. Nyolu komi kibagenge tiendo. Nyolu ko chito netieni ko agenge ak nebute ketubet. Nyolu ko chito netieni ko agenge ak nebure sikutit. Nyolu ko chito netieni ko agenge ak nebute gitaa. Mangap kotoiyot tiendo, kiyokas besho sile ngap kotoiyot tiendo. Aku watoitos kila kiale na ulda bara ikosu ngap kotoiyot tiendo. This is an assignment to the church. Machuruge Jehova yo kotoiyo ketubet ak nekuru tiendo. Mungu atashuka. Because God cannot come to a confused place. Eko kachame noin komache konamin Pastor Joel Kimeta sukul nebo tienik siketrainen koek agenge tiendo. Nyolu ko agenge tiendo. Nekuru tiendo ak nebo ketubet ak nebo gitaa ak nebo sukutit. Ko woin kebeberwek chechang ko ngap iwe ole ngap ketien buch ak irabache ut ikose uo kachorgei mugonyoto amu kakitien ak irabaine. Ingen isile nebo ut ko natural, that is natural. Maunoto kibire haina formula. Sijawahi sikia watu wakifundishwa jinsi ya kupiga makofi kwa kanisa.
So wakati waimbaji walipokuwa moja na wale ambao wanacheza vinanda, and this one should be one in the mind, kwa mawazo lazima wawe moja. They should be one in the rhythm, jinsi kinanda inavyocheza na jinsi wimbo inavyoimbishwa. Kyo na sola ngap ke kurtienda kora nema wendi sigele onginam koron mo uno tanye ngabu sige kurtienda kora sigele wo kama ina ma wo go barak wo go ngonyongelia kora. Ako tinye ikase ile to mawiti no ta nye. Ikase ako takinye ile to ongeketyi ka mo ko ndakityi kora mawendi wi. Koi angot ko mai baibaita kwani jo bangipse ko kasi no taman. There should be oneness in music. And I think this assignment of all our churches. Okwek yung genobut guitar. Okwek yung genobut in piano. Make sure you do a good practice. Do a good practice. Have time to practice. Nengkinyi get kuke chap tienda. Kikipa olda ke get tienda. Ango begu na tienda kona melain piano ngolini abek tienda. Abek tienda ulagan. Hawek piano but I'm laying piano. Sisi yongoni le kukaliano ate. And this is something we need to ini jambo ambayo inabidi tujihimize. Kwa sababu unajua wimbo haibadiliki, maana wanasema unaona nye. Sina batena haibadiliki. 32 haibadiliki. Nakumbuka kuna wakati Abel alikuwa anajifundisha kucheza piano. Kuja ngoma ta moja wa very hard, kuja ngoma ta very hard ko muito so. Kui gale mama jetienda na wendi taban. Make sure you have the rhythm right. Amu ki ko gikicha bo sinyo ngalale nege, mo una to mikas ko ngalale gita, mo kas ngalale gita nege. Ako ndagubute gita ko ngalale skityo ka sela mo ngolo nege gita nege. So jambo la kwanza katika uimbaji, lazima kuwa na umoja kati ya wale ambao wanaimba na wale ambao wanacheza vinanda na vilumbi na sikuti na ile yote. They need to be one, ili wimbo iwe moja. Na wakati wimbo inapokuwa moja, Sunday Jobri, mbona ninasisitiza hili? Ninasisitiza kwa sababu, ama ninahimiza kwa sababu Shetani anajua utamu wa wimbo. The devil is the one who knows the sweetness and the beauty of the song. Unajua ni kwa nini? He was the choir master. Na inashangaza ukisoma katika kitabu cha Ezekieli, hatutasoma hapo saa hizi. Inasema kwamba Shetani alikuwa amewekewa vyombo vya muziki ndani ya mwili yake. Piano ilikuwa ndani yake, gitaa ilikuwa ndani yake. Yani kingo tien ko mangu tugul magijenge ngtimin mi piano orit, mi suguti orit. That is wonder. Na wakati alipoimba pale mbinguni, mbingu ilikuwa ina simama. Na unajua huyo ndiye alikuja duniani. Yeye Shetani ndiye alishuka duniani. That is why ana corrupt music. Hata ukiona saa hizi the biggest corruption is in the music industry. Ndio pale kuna shida. Jambo la pili nimemaliza ya kwanza. There should be harmony in music, in instruments, na la pili ni uimbaji. What should be the main content of the song? Ni nini inabidi ikitokeze katika kila wimbo? Tuendelee na 13. Akingoyumgei biik chekuteiryakok ak tienik koek agenge, sikotien chiet agenge, kekas eng kalosunet akomwochi Jehova kongoi. Akingotien eng kutit neo eng iryakok ak sanishek ak sugunonik ak kibukandinik tienwogik akolos Jehova. That is the content of the music. Kile ne bichoto akolos Jehova kane. Askini kamwa.
amu mie inendet pakoigeny chirirenosiekchik. It's only two words. Kekas tienoto lokitiendo. Ngoketyike sinai tiendo nekokitieno. Mara ketebe kele tiendo nekokitien yoto ko ne. Kaso. Ak ingotien eng kutit neo eng ng'iriakok ak sukunonik ak kibukandinik ab tienwogik ak kolos Jehova kole amu mie inendet akobo koigeny rirenenyi konyikot anyun boldet noto ko kotab Jehova. Tieno kokitien ng'alek atan kokwek chekosoman. Mokuye kora ngotoketyike kora. Mokuye. Ngetam taman ak somok kora. Moisone ole ochoptoi tiendo. Ak ingoyumgei biik chekute iriakok ak tienik koek agenge sikotien cheet agenge kekas eng kalosunet ak komwochine Jehova kongoi ak ingotien eng kutit neo eng iriakok ak sukunonikab ak sanisiekab sukunonik ak kibukandinikab tienwogik ak kolos Jehova kole mwanoto ba akobo koigeny ak kolos Jehova kole amu mie inendet akobo koigeny rirenosiekchik. That is the song. Ile kimi tiendo age kango kakebut kibukandinik eng kibagenge ak itya ketien ak kolos Jehova kole bo koigeny amu imie Jehova akobo koigeny rirenosiekuk kochorgei ne boldet. Bwana asifiwe. That was the content of the song. Ile ngine chekimi tienoto kimukomie kinye ng'alek cha kichoto ko aeng chekikitien amu mie Jehova akobo koigeny rirenosiekchik. Kolya boldet? Kuchorgei. Ng'ololongab kechenge tiendo nekimwoe tienwogik ng'alek chechang ngetore kora kumwoe ngele kakimwane kora. Lakini hapa wameimba maneno matatu. Kwa lugha ya Kiingereza inasema for he is good, for his mercies endures forever. That was the song. He is good and his mercies endures forever. Kama ningekuwa na wakati wa kutosha, ningechukua wakati kueleza hayo maneno mawili. The power when you address God as good. Secondly, when you address God that is merciful, there is power. Kamwale ng'alecho aeng chekokinde tieni kot kochor kipsengwet kotinye kimnotet. Angemwa kele mie Jehova kokim andale jirani chito imie ikostoi ano komwaun buch kole oye imie we chichi, how will you feel? So you feel good andale chini ya Peter rwondo betunoto Peter kalyet arawet mesema ile so kumbe haya so andakile chini imie kokotangiwendoti ikose ile ilio imie. And that was the song. Akutienoto kitien. Hiyo wimbo iliimbwa sehemu ngapi? Hiyo wimbo iliimbwa mara ngapi? 1 2 3 4. Kikitien kunoto the same content. Kangeibu moinget. Iliimbwa wakati sanduku ilipokuwa inaletwa. Iliimbwa wakati Jehoshaphat alipokuwa anaenda vita. Sasa wakati vita ilipokuwa imejaja, waimbaji wakakuja na wakaimba wimbo na wakarudia yale maneno imie akopo kwa rirenosiekuk. Mungu akashuka akopar biik 180 safari moja asakari. Iliimbwa wakati Suleimani alipokuwa wakati Ezra alipokuwa anaweka foundation ya ujenzi wa temple. The same words ndio ilitumika pale. Ukisoma kwa Biblia ni yale maneno ambayo ilirudiwa pale. Na ile wingu ikashuka. Kumaanisha kama waimbaji
inabidi ujue maneno unayoweka katika wimbo. Na ngalek cheinde tiendo. Mi ngalek chenginde tiendo kochoruge kipsengwet. Amu chechwak ngalechoto. So komi ngalek chenginde tiendo komwoe kipsengwet amu machechwak ngalechoto. Mokas kit nengamwa. Kuna maneno ambayo ukitumia kwa wimbo inaleta Mungu bahali ulipo. Alafu kuna maneno ukitumia kwa wimbo Mungu anaondoka. A very good example. Kimnget kongyat. Mungu anafanya nini? Natoka. Amu kole Jehova mabaibai eng meetab kiptengekiot. Kumabare Jehova kiptengekiot, lazima koistogei. Simoek pat Jehova nebo meetab kiptengekiot. Amu ngot kome kiptengekiot kutun korwokyin Jehova. Kole kilya sibara eng tengektonyu maikono nafasi. So kuna maneno ambayo ukiweka kwa wimbo inashukisha mbingu. Na moja is the goodness of God. Pili is the mercies of God. When we say God is good, it goes contrary to the devil. Because the devil is bad. Shetani ni mbaya. Na Mungu ni mzuri. When we say the mercies of God goes forever, Shetani anajua kwamba nafasi yake imewekwa kiwango. Ana nafasi ya milele. So yakamwa gele mie Jehova. Kuna wimbo ilinijia wakati nilipokuwa ninaiandaa hii maandiko. Leimye o Baba, leimye o Jehova, leimye o Yesu, leimye o Baba. Hiyo ikiimbwa mbingu inashuka. Choruge Jehova. Amu kimwaji tuguk chemi muguleldo. You are speaking of the character of God. Aniaget chini Jehova ejerirenosheku. Kuna wimbo ambao ukiimba inatuliza binadamu. Mitiendo ningetien kokonu kalyet. So ko mitiendo ningetien ketorogoni. Amu itubiret saa hiyo kotom kobek nafasi. Bwana asifiwe. Let's pray. Baba wetu Mungu naishi milele. Tunakushukuru kwa sababu hakuna Mungu aliye kama wewe. Tukiwa kwa ibada takatifu. Ibada ambayo Mungu wema wako na upendo wako imejaa. Tunakushukuru. Kushukuru kwa ajili ya kila nafsi aliye katika ibada hii. Ya kwamba Mungu umlinde na umtunze mpaka siku ya uzima wa milele. Ili sisi wote tupate kuingia katika lango kuu ya mbinguni. Na tupate kuimba wimbo mpya ambao ni wimbo wa Musa na mwana kondoo. Baba, wakati waimbaji wanapokuja ili waimbe, naomba kwamba Mungu wingu la mbinguni ishuke siku ya leo. Malaika wa mbinguni wateremke ili tuimbe pamoja. Ili tukushukuru na kuliinua jina lako pamoja. Baba, utubariki na ututendee mema. Sababu nimeomba nikiamini katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu.